Lingine ndugu waandishi wa habari, nilitaka nizungumzie mienendo ya uvunjifu wa haki za binadamu unaoendelea hususan katika mahakama zetu. Ndugu waandishi wa habari, nadhani tunafahamu kuna kesi inayoendelea mahakamani. Mimi sijadili content, maudhui ya ile kesi. Najadili uhalisia wa mazingira ya mahakama na ulindaji wa haki za binadamu. Leo hii tuna mkataba wa Umoja wa Mataifa wa haki za kiraia na haki za kisiasa, ambao haki za kiraia ni pamoja na haki ya kwenda popote. Ukisoma katiba yetu ibara ya 17 inasema hivi: kila mtu ana uhuru wa kwenda sehemu yoyote anapotaka, ili mradi asivunje sheria za nchi. Sasa ndugu waandishi wa habari, ninyi mmekuwa wahanga na Watanzania wengi wamekuwa wahanga wanapokwenda mahakamani kwenye kesi zinazohusisha public interest litigation, kesi zenye maslahi ya umma. Watu wengi wamekuwa wakipata shida na watu wengi wamepata hata ulemavu wa kudumu. Shida ni nini? Tuna sheria zetu nzuri, shida ni ipo kwenye utekelezaji au usimamiaji wa sheria. Kwa mfano mimi nitatoa mfano mmoja. Tuna haja gani watu wanaenda mahakamani wakifika wanapigwa kama punda na marungu? Tuna haja gani ya kuambia watu waende mahakamani? Wakati huo wanahamasisha kwamba watu waende mahakamani, it's a public place, ni sehemu ya umma. Alafu kesi yenyewe inasikilizwa open court, public, inasikilizwa kila mmoja ashiriki, watu wanazuia. Kuna haja gani ya kuwazuia watu kwenye muktadha huu? Basi ilikuwa vyema tu uongozi wa mahakama kupitia msajili waseme ni marufuku mtu yeyote kufika mahakamani kwenye kesi ya mheshimiwa fulani. Itatosha, tukalinda uhuru wa watu wa kwenda popote, tukalinda utu kama katiba inavyosema, na tukalinda mtu asifanyiwe vitendo vya kikatili au vipigo. Tanzania imesaini mkataba wa tocha. Sasa leo watu wanafanywa tocha hadharani na vyombo vya habari vikiwemo. Waandishi wa habari wamekuwa wakifanywa, wakinyang'anywa vifaa vyao na kufanywa harassment mbele za watu. Hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo. Akatoka tu mtu huko kwa kuwa katiba inampa mamlaka basi kuja kutuonea. Hiyo haiwezi ikakaa sawa kabisa. Tukiwa kama watetezi wa haki za binadamu, hili jambo lazima tuliangalie na lazima tuliseme. Haiwezekani akatoka mtu mmoja amevuka maji huko amekuja kututawala. Leo hii hatutawaliwi, tunaongozwa. Utawala ulikuwa wa mkoloni kule. Sasa leo hii polisi katika viunga vya mahakama wanawapiga raia. Hata kama wale watu wamefanya makosa mbele ya mahakama, taratibu za kisheria zipo. Wakamatwe, wapelekwe kwenye mifumo ya kisheria. Ukisoma katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77, ibara 16 ibara ndogo B kifungu A, kinasema kwamba mtu yoyote aliyefanya kosa la jinai atachukuliwa kwamba hana hatia mpaka itakapothibitika. Sasa wewe mtu umemkamata, unaanza kumpiga kwa lipi? Amefanya makosa mahakamani. Kuna makosa ya kuidharau mahakama, kuna makosa ya kufanya fujo mahakama. Yapo kwenye sheria zetu. Kanuni ya adhabu sura namba 16 imesema makosa ambayo mtu anaweza kufanya kwenye viunga vya mahakama. Leo hii polisi wanapata uhuru mpaka wa kupiga mawakili. Sasa nchi gani ambayo tunategemea tuwe nayo? Mawakili wanaenda mahakamani ambapo ndio sehemu zao za kazi. Sheria imewaelekeza ndio wao kwenda kuwatetea watu na kutetea haki za watu. Wanaenda mahakamani ambapo tunajua mahakama ndio sehemu salama. Ndugu waandishi wa habari, nyinyi mtakuwa mashahidi. Mtu yoyote anayekuwa anaona haki yake inavunjika, sehemu ya kukimbilia ni mahakamani. Sasa leo hii mahakamani ndio imekuwa sehemu ya kuogopwa. Tunatengeneza taifa gani? Tunasema independence of judiciary, uhuru wa mahakama. Ukisoma katiba yetu ibara 107, herufi kubwa capital A, inasema kwamba katika utoaji wa haki, chombo cha mwisho ni mahakama. Sio bunge, sio serikali, ni mahakama. Na ndio maana mwisho wa siku watu sehemu wanakupata haki ni mahakamani. Sasa sehemu ya kupata haki watu wanapigwa kama punda. Tutegemea watapata hiyo haki? Sasa vitu kama hivi, mienendo kama hii sio ya kuikalia kimya. Viongozi wanaona na watawala wanaona, wanaojiita watawala. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo uvunjwaji wa haki za binadamu kimekuwa ni kitendo cha kawaida. Hatuwezi tukazoea vitu kama hivi. Hata Mwalimu Nyerere alishawahi kusema,
Ni hatari sana kuishi katika nchi ambayo leo hii ukisikia wanagonga mlango unasema wanaondoka na mimi. Ndio tulipofikia sasa. Mtu anaenda mahakamani akijua kwamba ninaenda nikasikilize. Wengine wanaenda kwa lengo la kujifunza, wengine ni wanafunzi wanataka wakaone trial inafanyika vipi. Hivi tunavyozungumzia katika kesi, tunavyozungumzia mwenendo wa kesi, huwa inaanzaje? Upande wa jamhuri, upande wa utetezi. Anaenda kujifunza, hana hatia yote. Anafika pale anapigwa na rudi nyumbani na vidonda na majeraha. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo, kila siku tunamwaga damu. Hata maandiko yamekataza kwamba kila siku nchi damu. Kwa hiyo niseme ndugu zangu waandishi wa habari, hili jambo naomba nalizungumza kwa uchungu sana. Mahakama inapaswa kuwa na wivu wake. Mahakama inapaswa kuwa na wivu wa utukufu wake. Naomba niseme hicho kitu. Leo hii mahakama ina mtu anaitwa msajili wa mahakama. Leo hii mahakama ina mtu anaitwa jaji in charge, jaji mfawizi wa ile mahakama. Lakini cha ajabu ni cha kushangaza, polisi wanapokuwa kwenye viunga vya mahakama, wao ndo wanatoa amri kwa wananchi kinyume na sheria. Tukumbuke kwamba unavozungumzia vicinity au eneo lile jurisdiction, mamlaka ya mahakama inaishia kwenye mipaka yake, mahakama inaishia wapi? Kwa polisi anatakiwa kutoa amri akiwa kwenye ofisi yake au kwenye eneo lake la utawala, sio mahakamani. Hata kama msajili amesema chumba cha leo open court watu hawapaswi kuingia zaidi ya 100. Hilo tangazo anatakiwa kulitoa msajili wa mahakama, ndio mtendaji. Na sio mtu anayetakiwa kutekeleza hiyo amri awe polisi. Sasa leo hii polisi wao mahakamani wasema tokeni, msiingie. Watu wanafika mahakamani asubuhi wanafukuzwa. Nchi gani hiyo sasa? Situkubali tu kwamba sasa hii nchi imeshaingia kwenye kule tunakojua kwamba sasa hii nchi imeshakuwa ya kidikteta. Haya sio ya kuficha, ni ya kuongea tu hadharani. Nchi ambayo sasa muhimili wa mahakama umewekwa mfukoni. Muhimili wa bunge umeshawekwa mfukoni. Tumeshaona bunge letu. Sheria ngapi zimepita bunge? Tumepiga kelele sana kuhusiana na mkataba wa bandari. Ulipitishwa na bunge hili la kijani la wabunge wote wa chama kimoja. Leo hii serikali hiyo au kupitia mahakama hiyo tunaona kuna vitu vinafanyika. Hata mahakama haitoki kutoa taarifa. Tulitegemea msajili wa mahakama atoe waraka, hata Watanzania basi wapate uelewa kwamba bwana, katika hivi watu wanapokuja mahakamani idadi ni kadhaa. Msajili kakaa kimya, mhusika jaji in-charge wa ile eneo yupo kimya. Watu wanaumizwa kila siku vidonda, kila siku damu zinamwagika, tunaziona kwa macho yetu. Sasa hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo.